الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Tunaendelea na darasa yetu ya kukumbushana katika masala ya ibada zetu kama kawaida, na leo tupo katika kipengele kinachozungumzia adabu kaifiyatul istinja. Adabu kaifiyatul istinja, yani adabu za namna ya kustanji. Adabu za namna ya kustanji. Inaposemwa kustanji, ni ile hali ya mtu kwenda msalani, ikiwa ni msala mdogo, haja ndogo au haja kubwa, ukajisaidia haja ndogo au haja kubwa, kisha baada ya hapo ukawa ni mwenye kunawa, basi jambo hilo ndio linaitwa kustanji. Sasa inaposemwa adabu, kila kitu kina adabu zake, lakini zipo adabu ambazo inawezekana ikawa kukosekana kwa adabu hiyo, basi swala yako ikawa ni yenye kuharibika. Lakini pia inawezekana ikawa kwa kukosekana adabu hiyo, ikawa swala yako iko salama. Kwa hiyo hapo sasa inategemeana kwamba je, ni adabu ipi? Lakini ala kulli hali, suala lolote katika dini, katika ibada, ukiambiwa kwamba hili ni adabu, ni katika adabu, basi unatakiwa utekeleze na wala usipuuze, muda kwa kwamba jambo hilo ni jambo ambalo ni katika adabu. Na katika kipengele hiki cha leo, watu wengi sana wanakuwa ni wenye kuswali ile hali wanaswali na najis, pasi na kujua au kwa kudharau, na huo ni msiba mkubwa sana. Na kipengele hiki bado ni pale pale, ni katika namna ile ya kustanji. Unapokuwa tayari umeshaingia msalani kwa mguu wako wa kushoto na ukawa ni mwenye kusoma dua maarufu ya kuingilia msalani, si kwamba hukumu tayari wewe ndio tayari umeshaikamilisha, uko ndani hauhukumiki. Hapana, kuna hali fulani ambayo inatakiwa ifuatwe huko ndani, kiasi ambacho hiyo itakusababishia swala yako wewe iweze kuwa salama, nalo ni swala zima la utahara. Kwa hiyo pale unapoingia msalani, ili haja ndogo iweze kukutoka vizuri vile inavyotakiwa, basi inatakiwa pale katika kuchuchumaa kwako uchuchumae katika kuegemea ubavu wako au upande wako wa kushoto, yani wayatamida ala yasarihi. Huyu mwenye kujisaidia muda ule, wakati yuko kwenye tundu la choo pale, tayari ameshachutama kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo au haja kubwa, basi inatakiwa ubezi uegamie upande wako wa kushoto.
Na sheria ikaendelea kutueleza kuwa liannahu ashalil khuruji ma yakhruju minhu, kwani kufanya hivyo kujibinya kidogo upande wako wa kushoto, basi hiyo itakuwa ni njia nzuri sana ya kutoka kile ambacho kinachotakiwa kitoke, kwa maana kwamba kitatoka vizuri. Lakini kama usipofanya hivyo, basi matokeo yake sasa ndo itakuja kubaki matone ya mkojo. Tayari umeshasimama, kijitone cha mkojo kinatoka, hukufuata taratibu, na swala hapo moja kwa moja itakuwa hakuna. Ili hapo tumeelewana vizuri. Sehemu ambayo ni muhimu sana mtu kuizingatia kwa vitendo, ili ibada zetu zisije zikawa si zenye kukubaliwa. Lakini pia hili ametuthibitishia an Suraqa bin Ja'sham radhiallahu anhu. Anasema Suraqa bin Ja'sham ya kuwa allamna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja ya kwamba idha dakhala ahadina al-khala, atakapoingia mmoja wetu salani, an ya'tamida al-yusra, achegemee zaidi upande wake au ubavu wake wa kushoto, wa yansibu al-yumna, na aunyoshe ubavu wake wa kulia. Kwa hiyo kufanya hivyo utasababisha moja kwa moja ile haja ndogo au kubwa kutoka vizuri na basi na kubaki chochote. Lakini pia tunahimizana kwa wale ambao labda pengine mtu namkuta amevaa suruali ambayo imembana, huyu pia anatakiwa awe makini zaidi, sababu saa nyingine umevaa suruali yako ile aina ya modo, unapochuchumaa pale unakuwa hauchuchumai kwa uhuru. Kwa hiyo hili linatakiwa ulizingatie zaidi, ujitahidi uweze kupata utulivu vizuri, ili haja ndogo au haja kubwa iweze kutoka vizuri, ili baada ya hapo isiwe tena ni yenye kuchuruzika. Kwa hiyo Suraqa bin Ja'sham ametuwasilishia maneno hayo ambayo ilikuwa ni ilmu hiyo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili, wa yamurru yadahu ala majri al-bawli, natakiwa huyu mwenye kujisaidia huyu apitishe ule mkono wake katika yale mapitio ya haja ndogo, yaani kama vile kusugua kwa mbele, kuupushi ule mkojo ambao umebaki kidogo njiani, ili nao uweze kutoka. Hili pia litasaidia kuweka mazingira hayo ya utahara vizuri. Tena basi kabla an yastanji, kabla bado hajanawa. Kwa hiyo kabla bado hujanawa, hakikisha kwamba unapitisha kwanza mkono katika yale mapitio ya mkojo ili uweze kutoka sawa sawa. Lakini pia vile vile imesuniwa wakati ukijisaidia utengeneze ile hali ya kujikooza kidogo, kwa sababu ile hali ya kujikooza kidogo pia inasaidia kutoa mkojo vizuri, usikae kimya moja kwa moja. Lengo la kufanya hivyo, liyakhruja ma qad yakunu fil majri al-bawl min al-bawl, ili kuleta wepesi kuweza kutoka kile ambacho kinachotakiwa kitoke katika mapitio ya mkojo. Kwa hili ni jambo ambalo ni katika adabu, lakini ni jambo ambalo linaweza likakuharibia kabisa ibada moja kwa moja, linakuharibia kwa sababu tone la mkojo baada hapo limetoka. Likishakutoka tone la mkojo limefika kwenye ngozi yako, limefika kwenye nguo yako, basi utahara hapo inakuwa haupo. Lakini pia miongoni mwa hizo adabu tukaelezwa kuwa wala yabula fi ma'i rakidin, inatakiwa mwenye kujisaidia asijisaidie katika maji ambayo yametuama, maji ambayo yametulizana.
hilo hapana, sio jambo ambalo la sawa sawa, kwa sababu kwanza ni maji machache, alafu baada ya kuwa maji machache wewe ukaingiza tone la mkojo au kahojewa ndani yake, basi moja kwa moja haigumiki kwa mbali tena ni maji ambayo ni tahara, tayari yana hukumu ya mutanajis, yamenajisika. Sasa tatizo ni kwamba kuna viumbe wengine nao wanahitaji maji. Je, watakunywa nini? Watakunywa maji au watakunywa mkojo? Kwa sababu Uislamu umejenga usawa kwa viumbe wote. Kwa hiyo wala yabula fi ma'in rakid wa qalilin jari, lakini pia usije ukajisaidia katika maji machache lakini ambayo yanatembea, lakini sasa ni maji ambayo ni machache, basi pia vile vile usije ukajisaidia katika maji hayo. In kana kathiran la tughayyiruhu najasa, lakini kama ikiwa yale maji yale ni mengi, basi hayo hayatoharibiwa na najisi aina yoyote, hayatoharibiwa na najisi aina yoyote. Kwa sababu nini? Qad balagha kullatayn fa akthar, wendeka yamefikia kile kiwango cha kulateni na zaidi ya hapo. Kwa yale ni kwamba ili kuharibika kwake ina maana zikamilike moja ya sifa zile tatu: badilike rangi au harufu au utamu. Kama vile maji ya bahari, labda pengine ikafikia siku yale maji ya bahari ukaingia uchafu kiasi ambacho mpaka ile chumvi ikaondoka, basi ile chumvi siku ikija kuondoka, moja kwa moja ile maji ya bahari yatakuwa na hukumu ya mutanajis, yani basi tena hayafai. Lakini kadri tunavyomwaga uchafu, lakini bado yako vile vile, kwa hiyo maana ndio utahara wake. Lakini pia hilo limetoka kwa an Jabir radhiallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naha an yubala fi ma'in rakidin. Mtume Muhammad sallallahu amezuia, amekataza mtu kujisaidia katika maji ambayo yaliyotuama. Lakini pia jambo lingine, wala fi hujrin ay thaqbun fil ardi, pia haitakiwi mtu kujisaidia katika nini, vile vitundutundu ambavyo vipo katika ardhi au katika vishimo ambavyo vipo ardhini ukajisaidia wewe ndani yake. Hilo ni jambo ambalo pia si katika adabu. Kwa nini? Waqad yakunu fihi hayawanun dha'ifun fata'adha, huenda kukawa mle kuna viumbe ambavyo ni vidhaifu, wewe vitaudhika na kufanya kwako vile. Bado tunarudi pale pale kwamba Uislamu ni dini ya usawa kwa binadamu, kwa wadudu, lakini pia vile vile na kwa wanyama. Kwa hiyo ukiwa unajisaidia umekwenda barabarani, umesafiri huko, usije ikawa umefika mahala ambapo unataka kujisaidia ukaona kuna kitundu pale, basi ikawa ni mwenye kulenga pale pale. Hapana, usifanye hivyo. Ardhi imepasuka pale, kuna wewe ukajisaidia pale. Hapana, usifanye hivyo, kwa sababu kuna wadudu, kuna wanyama, nao pia vile vile wanatakiwa kuishi kwa uhuru na raha mustarehe. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni kusikia maneno yake na kuyafuata.